Basi mpendwa, utaelewa hata kwa video ambayo imeanza huko. Tulikuwa tumewaambia tunakuwa na shida ya kufanya ukarabati wa neno hili la leo, maana yake wanaotusaidia kutengeneza hawapo, na tutaona kwamba tuendelee tu hivyo ili utukufu imurudilie Mwenyezi Mungu. Mimi nimefurahia kwamba tuweze kumsifu na kumwabudu pamoja leo kwa ajili ya neno la leo. Mpendwa, mimi ninajua kwamba itakuwa ya baraka. Na basi acha nianze kuwakaribisha marafiki, mandugu, pahali mulipo, karibu. Mpendwa wetu huko Elisha Mta, Mungu akubariki pahali uko Amerika. Wandugu Elize na wengine wote mlipo huko Florida, Mungu awabariki. Tunapanda tukiangalia huko Australia, Mungu awabariki. Tunaona kila leo mnakuwa pamoja nasi. Acha Mungu aendelee kuwanemisha na kuwabariki. Wenzetu wa Afrika, Mungu awabariki. Mashabiki wetu, marafiki zetu wapendwa katika Kristo, mnapopatikana mjini Kenya, Mungu awabariki. Wanakuwa huko Rwanda, Mungu awabariki. Afrika ya Kusini, Mungu awabariki. Marafiki wanapatikana Kongo, Mungu awabariki. Marafiki wetu hapo wanakuwa Lubumbashi, Mungu awabariki. Tunawapenda sana, Mungu awabariki. Acha Mwokozi wetu Kristo aendelee kuwabariki mnapojiunga nasi kwa kushare neno la Bwana, kulipartage na kupatia hamu ya wengine kufuata mwenendo wa Kristo. Acha mpendwa pahali upo, South Sudan, Uganda, wote Kristo wetu aendelee kuwabariki. Leo hii tunaendelea kuongea mambo tuliyoiongea wiki iliyopita, neno la Bwana ambalo tulisema mbinu tofauti za kumtumikia Kristo. Na mimi kwangu leo hii sikuweza kuyapitisha kando, hata tukiweza kusonga. Tulikuwa tumeweza kuleta aina 4 za kuweza kutumikia Kristo wetu, za kumtumikia Mungu. Na leo hii ninahitaji ya kwamba tuweze kuongezea ingine mbinu ama aina nyingine ama hali nyingine ya kuweza kumtumikia Kristo, tofauti na yale ambayo tulikuwa tumeyataja. Na ikiwa leo nimependeza sana niweze kuhubiri kwa lugha ya Kiswahili, na tutakuwa tukichanganya kama kawaida. Tulikuwa tumesema kwamba tunaweza kumtumikia Mungu kwa hali ya maombi, na tukiongeza tukisema tunaweza mtumikia kwa hali ya maombi kwa ajili ya wenzetu wapagano. Tukisema kwamba tunaweza kumtumikia Mungu kwa hali ya kiinjilisti. Tukaongeza kwamba ni heri kumtumikia Mungu kwa njia ya mali zetu. Na leo hii tutaongezea kwamba tunaweza kumtumikia Mungu katika kusafisha hekalu lake, katika kusafisha mwili wa Kristo. Shalom. Na mbele hapo, kama video ilikuwa bado haijakata, tulikuwa tumeombea neno, na ndiyo maana imekuwa heri tuweze kuendelea mbele. Na hata nikwambia mpendwa, tutaenda kusoma katika kitabu ya Yohana 12 aya yake ya kwanza hadi mstari wa 8. Na Biblia yangu inasema hivi, mpendwa, acha tusome katika jina la Yesu Kristo. Mimi nitasoma kwa lugha la Kifaransa na wewe unaweza kusoma kwa lugha nyingine. Shalom. Mimi ninasoma kwa Kifaransa na ndani ya version semaine. Biblia yangu inasema namna hii kwa Jean chapitre 12 le verset 1er jusqu'à 8. Ce jour avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait
sécurisé qu'il avait ressuscité. On prépara là un festin à son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à la table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfait très cher, et le répandit sur les pieds de Jésus. Elle les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ces parfums-là. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit 5. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfait? Et on aurait tiré au moins 300 pièces d'argent qu'on aurait pu donner aux pauvres. 6. S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Et comme pour lui, c'est comme on y mettait. Cet Jésus intervient, laissant faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé autour de vous ces parfums. De pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, voulez dire. Tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous, parole du Seigneur. Pendwa katika Bwana, hali nyingine ya kuweza kumtumikia Mungu ni kuweza kusafisha hekalu lake, wala ni kuweza kusafisha mwili wa Kristo. Hekalu tunaliita kanisa, na hii mwili wa Kristo pia inakuwa kanisa. Lakini Biblia yetu inasema ya kwamba kulikuwepo mjakazi mmoja jina lake Maria, ambaye alipendezwa kuweza kutumikia Mungu kwa hali ya kusafisha hekalu. Na hata tukirudi nyuma, mtumishi Paulo anasema kwamba mili zetu hizi ni hekalu la Kristo ambalo yeye anakuja na kikaa ndani. Mpendwa, wakati Maria aliweza kuleta, Biblia inasema akaja na malashi ya bei kali na akaimimina kwenye miguu ya Kristo Yesu. Mtumishi mmoja ambaye ni mmoja wa wafuasi wa Kristo, akiona kwamba wameweza kufanya perte ama wamepoteza, aliangalia hali ya hiyo perfume ama malashi hiyo, akiona bei ambayo malashi ingeliuzwa ingelileta pesa kiango gani, na haya akakusudisha ya kwamba badala ya kumtumikia Kristo kwa ajili ya kuleta usafi kwa mwili wake, kwa ajili ya kuleta harufu nzuri kwa ajili ya kazi la Kristo, huyu mtumishi ambaye wanamuita Yuda Iskariote, yeye akasema haingelikuwa vizuri tukafanye malashi hii kwa kuyapoteza bure. Akaleta mfano ambayo labda ingelivutia watu wote, akisema ingelikuwa heri tuweze kuuza hii malashi, na pesa ambazo tutapata ndani zingelitusaidia hata kusaidia wa maskini yani. Yani hii lengo la Yuda Iskariote lilikuwa kabisa lina msimamo wake mzuri. Lakini sasa ni kwamba, je, msimamo huu wa Yuda ilikuwa ni ukweli malashi haya yauzwe ili tusaidie maskini, ama ilikuwa
malashi haya yauzwe ili pesa zitoka ndani aweke mfukoni mwake. Mpendwa, ninakwambia kwamba tupo mpaka saa hizi watumishi sawasawa na Yuda Iskarioti, ambao badala ya kuona watu wanamtumikia Mungu kwa hali ya kusafisha hekalu, kwa hali ya kuleta usafi ndani ya vitu vya Mungu, kwa hali ya kusapoti kazi la Mungu ndani ya huduma ya kuleta mali zetu zinazothamani, ndio unaona watu hawa wa aina ya Yuda Iskarioti, wakati tunapata vitu za thamani ili zikamtumikia Mungu, ili zikasafisha hekalu la Bwana, ili likapendezi kanisa, Yuda Iskarioti ataleta mbinu, na hizi mbinu hazitafanana kwamba ziwe za kusaidia kanisa, lakini zitakuwa ni mbinu za kwamba yeye aweze kusaidika. Jina la Bwana lipewe sifa. Watu wengi ambao wanajificha ndani ya kazi ya Mungu, wakitafuta kuleta mbinu ambazo zinaonekana nje kwamba ni mbinu nzuri, lakini ndani yao kuna siri zinafichwa. Na hizi siri ndizo siri za Yuda Iskarioti, ambaye haikuwa kwa ajili ya kusaidia maskini, watu wasiojiweza, lakini ilikuwa ni njia moja ya kuweza kujitajirisha. Jina la Bwana lipewe sifa. Hata Kristo anapoigundua, akagundua kwamba ndugu Yuda Iskarioti hata mbinu yake ama mawazo yake yalikuwa ya majenzi mno, lakini Kristo akasema hapana, hata kama mungelikuwa na haya, hii ilitayarishwa kwa ajili ya siku yangu. Yani ilikuwa kwa ajili ya kusafisha mwili wa Kristo, ilikuwa kwa ajili ya kupendeza kanisa, ilikuwa kwa ajili ya kuleta hali ya manukato mazuri ama harufu nzuri kwa vile ambazo zinamtukuza Bwana ama zinamtumikia Kristo. Lakini mpendwa, sikia Yesu akisema, wamaskini ama watu ambao hawajiwezi tutakuwa nao siku za kutosha. Haleluya. Na mimi ninatafakari kwamba ni ukweli, maana tangu kale wazazi wetu wa zamani huko na hadi sasa sisi hapa tunaendelea kuona watu ambao hawajiwezi. Yaani ni Kristo kwa mfano mwingine ambao peke yake ana uwezo ya kusaidia watu ambao hawajiwezi. Hii malashi hata ingeliuzwa haingelikuwa na uwezo ya kuweza kusaidia watu wote wale ambao hawajiwezi, sawasawa na mafikara ya Yuda Iskarioti. Lakini mbinu ya ndani ya Yuda Iskarioti ilikuwa ni kwamba achukue pesa zile ambazo zingelitoka kwa hali ya kuuza malashi ya Kristo, ili awezi akaziiba, awezi akazipora. Yani hali yake ilikuwa ni ya kupora tu, ya kuibia pesa za wengine na kupeleka pahali. Mpendwa, hali hii twaweza kufata kwamba kwenye makanisa zingine kuna mayuda Iskarioti ambao wakati tunatoa sadaka wanaingia kwenye kitunga hicho wakiangalia ni malashi gani yanuka vizuri na haya inaweza kuuzwa bei kali. Yaani hapa nataka kusema, ikiwa nimekuwa mahali ambao la Amerika, najua kwamba noti kubwa ni $100, na hata saa hizi wakiangalia kwenye kitunga, wenzetu wanaweka hazina kama Yuda Iskarioti. Manake ni Mungu, Biblia inashuhudia kwamba yeye ndiyo alikuwa mweka hazina, lakini wakati anapata pesa hizi anaangalia zile kubwa kubwa. Kama malashi hii aliona ina bei kali, sasa kama unaangalia kitunga, shilingi zile zinakuwa juu. Kama wenzetu Kenya tunajua 1000 iko juu, kama wenzetu Uganda tunaamini kwamba 50,000 ndio ziko juu. Kama saa hizi ambayo tunasema $100 ndio iko juu. Kama Kongo saa hizi sijui nyingine gani yuko juu. Yani unaangalia, wakati unaanza kuangalia kwa nchi tofauti ndani ya kitunga, unatakatana ujue ile iko juu. Unaona kwamba this should serve me, hii ingenisaidia. Unachukua unaweka kando, yani mnasaidia vitu ndogo ndogo hizi, ndio mnaona kwamba zitakuwa kwa uwezo ya kusaidia maskini ama za kusaidia watu wengine. Kumbe vitu vidogo ndio vyetu wanapendezwa nao. Wanataka tuwache vitu vidogo ili vitu vizuri tufanye kwamba zinasaidia mahali, kumbe zinatusaidia sisi. Leo hii hata kwa nchi nyingi, hata kwa yetu Kongo, badala watu wasaidie taifa, wanajisaidia wenyewe.
Badala kwa taifa la Afrika tungelisaidia taifa, tunajipata kwamba tunalisaidia wenyewe. Lakini Kristo akasema watu wasiojiweza tutakuwa nao siku nyingi. Basi acheni hii leo hii nami nipate muda wa kusherehekea. Yaani ama niwe na manukato mazuri. Haleluya. Mpendwa, sijue wakati yoyote ile ndani ya vitu zako kwa ajili ya kumtumikia Mungu, kwa kusafisha kanisa, kwa kutumikia Mungu, kwa kusafisha mwili wa Kristo, wewe unachukua hali gani? Je, unaleta vitu vya samani? Je, unaangalia ni vile ambazo saa zingine hata wekwa kwa nyumba yako kulikuwepo maflawa na hii flawa imeanza kuchakala, ndio unachukua, yani ukituletea, yani unatoa. Inatoa kile kitu ambacho hata wewe mwenyewe ulikuwa umekosa pahali pa kukiweka nyumbani, na ndio unakuja kumtolea Kristo. Na hata nikwambie, Maria yeye alipochukua hiyo marashi, Biblia inashuhudia ilikuwa ni ya samani kali, yani ilikuwa ni ya bei kali. Lakini wakati sisi tunaleta vitu za kawaida ndani ya nyumba la Bwana kwa ajili ya kuyasafisha, mpendwa, haya hata Kristo mwenyewe anajua kwamba watu ambao hawajiwezi wapo, lakini lazima wakati yake tukaiheshimisha na vitu vinazoheshimika. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni heri wakati unakuwa na kitu iulete kile ambacho kabisa hata wewe mwenyewe unaangalia, hii vitu yangu ninaenda nayo, Bible yangu hii ama kompyuta hii ama viti hizi viketi, ninapovitolea Bwana vinamtukuza Mungu. Hatusingelikuwa kama wa aina ya Iskarioti Yuda ambao wanataka vitu ambazo vingelimtukuza Mungu wiwe ni vitu vya kupeana kwa watu ambao hawajiwezi. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna watu wana mifano hii wengi mno ambao wanastahili vitu za kumpendeza Mungu ziwe kwamba wachukue kitu kidogo, maana yake wanajua maskini anafurahia kila kitu. Sasa hata Yuda Iskarioti yenye alikuwa anafikiria kwamba maskini ama wasiojiweza hadi wasaidike na perfume hii, lakini Kristo akamwambia hao watu mtakuwa nao siku za kutosha, lakini mimi sitakuwepo siku zote pamoja nanyi. Jina la Bwana libarikiwe. Mpendwa, kuna wakati ambayo umebarikiwa na kitu na inabidi ukumbuke mwili wa Kristo, yani kanisa. Tukaleta usafi ndani ya kanisa, tukaja na kupata wakati kama hizi tuseme tupo Uganda ambapo ni miezi mitatu wamepewa kufunga makanisa. Sasa tuseme saa hizi tusahabu njia hii ya kumtumikia Bwana kupitia usafi. Tunaambiane ukweli. Je, kanisa tunaporudi badala ya siku 102 sasa itakuwa je, tutaingia kanisani? Je, tutapata kuna vitu zingine zimesha kujengewa hapo? Madhabahu yatakuaje? Ni nani atayapanguza kanisa? Kwa hiyo vile imefungwa sasa, hata kupanguza mavumbi ya kanisa asingeifanyika tena. Lakini hii Kristo anasema tumtumikie kwa ajili ya kusafisha kanisa pia. Haleluya. Na sio tunapoongea kanisa tuone mwili wa Kristo. Ikiwa tunasafisha vibanda vyetu kama kanisa, lakini Kristo hii perfume alisema mimi pia nikaweza kusherekea na haya. Maana yake wasiokosewa wanaokosewa wataendelea kukuwepo na kadhalika. Jina la Bwana lipewe sifa. Na acha basi tulete ya pili ama aina nyingine, na hii inaweza kuwa ni aina ya sita tangu tulipoanza mahubiri yetu. Hii ya sita inakuwa kwamba tumtumikie Mungu kwa ajili ya partnership. Haleluya. Ama kwa ajili ya kuungana, yani ya kuleta watu ambao wanaweza kuungana na kumtumikia Mungu. C'est en français c'est que nous appelons les partenaires. That is the partnership. Yani muungano. Inabidi tumtumikie Mungu kwa hali ya muungano. Yani mtu anatoka huku na mwingine anatoka huku, na tukifanya nini? Tunamtumikia Mungu. Yani unasanya huku na mimi ninasanya huku, tunaunganisha, tunamtumikia Mungu. That's what we call the partnership. Sasa shida leo ni kwamba watu wanapomtumikia Mungu kwa hali ya partnership, kwa hali ya kuunganisha, wengine wanageuza. Inakuwa kwamba support hizi zinakuwa sasa sio Mungu
nimekuja kumuunganisha mtumishi huu ili aweze kupanda. Na hii sio mimi ndio, sio Mungu ndio tumepandisha tena, ama kazi la Bwana limepanda, lakini inaonekana kwamba ni watu tunaanza kufanya mbinu kwamba tumempandisha mtumishi fulani, tumempandisha Julius, tumempandisha sio mtu mwingine, hata wewe weka jina lako. Sasa shida liko wapi? Wakati wanaanza kufanya hivi kwa njia ya partnership, wanageuza sasa, wanataka waanze kusimamia wewe. Kwa hiyo mtumishi wa Bwana, maana hao watu ambao wanaleta muungano ili kazi ya Mungu iendelee mbele, sasa wanapokufanya decision, wao ndio wanaanza kupanga. Yaani hawaendeleshi tena vile Kristo anataka mwili wake itembee, lakini wanataka itembee sawasawa na maunganisho zao, sawasawa na vitu ambazo wanasaidia nazo kanisa. Maana wakiwa wanasema labda tununue drum set ama tununue vitu like drum, that's what we call it in French, lakini wanasema hivi tumeungana, tumenunua drum set au tumenunua vitu gitaa, tumenunua keyboard, that's what we call synthesizer, na sasa mtumishi hana tena la kusema. Kwa nini? Maana wao ndio wanakuwa madecider, wanaanza kuwa wadecide. Maana yake nini? Maana yake hii muunganisho ya vitu ambao walikuwa wanaleta kwa kusapoti kazi la Kristo, wao sasa wanaifanya hawakusapoti kazi la Kristo, it's like wamesapoti mtumishi. Na wakati inakuwa kwamba tunaanza kusapoti Mkristo ama mtumishi, sasa inakuwa sasa wanapata power on him. Lakini ikiwa tunachanga ama we do this partnership kwa ajili ya kumtumikia Mungu, isingelikuwa kwamba tunamtumikia mtu. Maana tunapofanya partnership kwa kumtumikia Mungu, kwa kuleta mbinu za kuendelesha kazi zake mbele, sio mtu ambaye tumesaidia, lakini tumesaidia kazi la Bwana liende mbele. Na kwa hiyo hautakuwa na roho hii ya kusema ya kwamba wewe ndio unakuwa wewe, kile umesema mtumishi hawana tena ruhusa ya kuweza kukikosoa wala kukigeuza. Ikiwa wewe mkuu sasa hapo, mtumishi hana tena fursa ya kukwambia usinywe pombe, ya kukwambia wacha ulevi, wacha usharati, wacha uwizi, wacha uongo, wacha vitu kadhaa vibaya. Maana yake nini? Umekuwa kama umemseta mtumishi huu, sasa hawezi na kukwambia kitu. Maana yake wewe ndio unamsupport. Uko kwenye ambao watu wanalipa kanisa, uko kwa watu ambao wanasupport vyombo, uko kwa watu ambao wanakulisha, hata wananunua saa zingine maji mtumishi akanywe. Sasa kwa hiyo hawezi tena kusema kitu chochote. Maana yake inabaki ni wewe kusema na yeye kuexecutive. Sasa yeye anaanza kuendelesha vitu tofauti. Wewe uliposema ni kwake yeye kufanya vitu visonge mbele. Mpendwa, hata nikwambie kama hali hii sio hali nzuri ya kumtumikia Kristo kwa njia ya partnership ama kwa njia ya partenaria. Mpendwa, hata nikwambie kama hata Yesu Kristo alikuwepo na watu ambao walikuwa wakijiunga na wakimsaidia ndani ya huduma yake ambao tunaita ni huduma wa Nazarene ama de Nazarene, l'association de Nazarene ama le ministère de Nazarene. Yani huduma huu ilikuwa ni wake Kristo mwenyewe, lakini hakuweza kuyafanya mwenyewe. Na watu wote ambao waliunga hawakukuja wakamsimamia Kristo wakimwambia leo hii tumekuondoa madaraka, kwa hiyo sasa hivi usipofanya vile tunataka hungelienda kuendelesha huduma hii. Mpendwa, tupo wengi ambao tunaondoshwa madarakani kwa vitu ambazo ni chache zaidi, na zinakuwa ni vitu zile zinatokana na yale matolezi ambao tunapana kwa ajili ya kazi ya Kristo. Juu hatukubali kwamba ni kazi ya Kristo ambayo tumesapoti. Tukianza kubeba mafikiri yetu kwamba tumemsapoti mtu wa Mungu ambaye anasimamia mahali hapo, sasa itafanya tuanze kuleta mikataba na shurti za kufanya. Na kusudia kwamba tusome ndani ya kitabu ya Luka 8 na mstari wake wa 1 hadi 3. Biblia yangu inasema hivi kwa Kifaransa, tusome pamoja. Quelque temps après, Jésus s'est rendu dans les villes et les villages pour y proclamer
et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il était accompagné de 12 et de quelques femmes qui l'avaient délivré d'esprits mauvais et guéri de diverses maladies. Marie appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Jeanne, la femme de Chuza, administrateur d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres femmes et autres mêmes disciples, elles assistaient Jésus et les disciples de Jésus avec leurs biens. Kirimida de Seigneur, hii ndio tunaita muungano. Hii tunaita vitu ambazo tunaunganisha kwa ajili ya kusaidia huduma ya mwingine. Lakini tukizifanya kama tunakuwa kama tumeleta vitu zetu tusaidie boutique ama duka la mtu fulani, tunaweza kwenda kumuuliza, je, biashara zinaendelea? Unaweza kumuuliza, hizi gunia 4 za unga nimeleta hapa, ni ngapi zimeuzwa na ngapi zimebaki? Ikiwa mmefanya biashara namna hiyo, ni the partnership, tunaelewa, uje uulize jaendaje, inaendelea nini. Lakini kama tumefanya partnership kama hii ambayo tumesoma katika kitabu cha Luka mstari wake wa 8, 1 hadi 3, mpendwa, Kristo alisaidiwa na watu tofauti, lakini hatujaona pahali warudi wakimuuliza accountable ni nini. Yani ilikuwa ni kwa ajili ya huduma iendelee mbele, na hata saa hizi matunda ndio hii. Matunda ni sisi ambao bado tunaendelesha huduma hii, tunaendelea kuchapa injili, tunaendelea kuhubiri neno la Bwana, tunaendelea kuproclaim the good news kwa ajili ya gospel, ili irambe popote, tukifanya sawasawa na yale Kristo alisema kwa kitabu cha Mathayo, nendeni ulimwengu popote mkayatangaze habari njema. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati tunasaidika na vitu kama na hizi, hatungelikuwa na ufikiaji kwamba tuweze kurudishwa vitu ambazo tumeleta, au tuanze kuleta mamshurti, au tuanze kuleta mamkataba ambazo zinaweza kuangamiza kazi la Kristo. Hata mtume Paulo, mpendwa, alikuwa na watu walimsupport kwa kazi, wale ambao wamesaidia partnership kwa ajili ya huduma yake ilipoendelea. Unaweza kusoma ndani ya kitabu ya Wafilipo ama ya Wafilipi 4 mstari wa 8 hadi 20, na utapata vile Paulo amesaidika sana na watu tofauti. Na kama ninaweza kukuambia mpendwa, watu wengi walipata nafasi ya kuweza kusaidia Kristo kwa ajili ya mali zao, na bila kunungunika, na wala bila kukuja kurudisha na kuuliza kontrandi, imeendaje, zimefika ngapi, imekuwa nini, salary I don't know. Leo hii mpendwa, inakuwa badala watu watumikisha vitu zao, wakichanganyisha vitu zetu ili tuendeshe mwili wa Kristo, kazi ya Bwana isonge mbele. Ukishafanya hivi, you will coming to be decide upon the man of God, mwenye anasimama hapo ili kazi lake lisonge mbele. Tunaendelesha mpendwa, kuongeza ingine alama ambayo inatubidi surti hii kuyatumia ili tukitumikisha na kutumika kazi ya Kristo wetu. Na hii nayo ni kuwasiliana kwa njia ya hali mahututi, au kwa Kifaransa wanaita l'assistance au nécessité. Hallelujah. That's what we can call usaidizi, yani kusaidiana. Tunaweza pia kumtumikia Mungu kwa njia ya kusaidiana. Mpendwa, wakati watu wanajiunga kwa ajili ya kusaidia wengine, hii inakuwa vitu vizuri sana. Sasa kuna le social, yani inakuwa ni kwamba tunafanya huduma, tunafanya injili kwa ajili ya kusaidiana. Zamani kule kwenye village yangu, kwa kanisa la Sepaki, kwa muda huo uliopita, kama tulikuwa watoto wadogo, tulikuwa tunaona watu wanaleta vitu wanaitwa upendo. Na hii upendo ilikuwa ikifanyikaje?
Ikiwa mwenzetu mhuduma amepata shida, amezaa, amegonjeka, amepata tofauti, changamoto fulani, unaona watu wanatoka kwa village yetu, wengine wanafunga makuni, wengine wanafunga unga, wengine wanaleta kile kile wanapata, wanasema sisi wote kwa kijiji chetu tunamtembelea mwenzetu ambaye ameshikana na shida. Lakini mpendwa, leo hii sijui vitu hizi zimetembea wapi. Upendo katika wana wa Kristo haupo tena. Watu wanaanza kufanya ikiwa kwamba huyu sio mwenzetu, yani inakuwa ni sisi kwa sisi. Kama sio wa kabila langu, kama sio wa familia langu, kama mimi sijamjua vizuri kindani, ametembeaje, yeye anatokea wapi, basi hawezi kupata msaada wangu. Hayo ndio mambo Kristo anasema mpendwa. Ni heri tukimtumikia Bwana kwa njia ya upendo. Ni vyema kumtumikia Kristo tukiwa na upendo. Hata tunaposoma ndani ya kitabu ya Timotheo wa kwanza 6 na hadi Timotheo wa kwanza 1 Timothy 6 mstari wake wa 17 hadi 19, Biblia inashuhudia hivi: si quelqu'un croit être religieux sans tenir langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions, à se preuve et dans leur souillure du monde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, upendo katika Kristo, ama kwa kutumikia Kristo katika hali ya upendo, na kuambia mpendwa katika Bwana, hapo ndipo mtumishi Jacques anaondoa kalikoli Yakobo Jacques 1:26 hadi 27. Yeye anasema upendo ni kwa kujiunga na mtu wakati yako ndani ya shida, ya kuweza kutembelea watu wako kwenye jela, ya kuweza kuwasaidia watu wamefiwa baba na mama, ya kuweza kuangalia wale ambao ni wajane, ya kuweza kusaidia watu ambao wanakosewa kabisa. Na tofauti na haya, hata dini lako halikufai. Haijalishi wewe unapatanile kudini gani. Lakini kama vitu hizi havimo ndani ya mwili wako, ndani ya roho yako, ndani ya huduma yako, kwa kumtumikia Mungu ndani ya upendo, vitu hizi vikikosekana haufai lolote. Jina la Bwana lipewe sifa. Nimekwambia kwenye Timotheo wa kwanza ama 1 Timothy 6 na mstari wake wa 17 hadi 19. Biblia inasema kwa Kifaransa kwamba recommandez aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Yani majivuno ya nini kwanyi matajiri? Tumetajirika na nini? Biblia inashuhudia ya kwamba pesa na dhahabu ni yeye anastania, ni yeye anazo. Sasa wewe umetajirika na nini? Ikiwa umepata tu kidogo ambao Kristo amekugawia, kwa hiyo naona umekuwa tajiri, na hiyo utajiri na kufanya yani umekuwa kama unatembea, unaanza tembelea vichwa za wengine. Yani sasa hivi hata kusalimia mtu uwezi kumsalimia. Hata sasa hivi hata kusema kwamba umtembelee mtu ambaye amegonjeka uwezi. Kwa saa hiyo sio klasi yako tena. Mpendwa, yani Kristo anasema tunapotembea kumtumikia katika hali ya upendo, vitu hizi tungeliweka kando. Majivuno hayana mahali ndani yetu. Ndio maana akasema enyi watajiri, songeli amungelikuwa na matajiri na majivuno zamani. Yani majivuno hayo hayasaidii katika hali ya upendo. Haleluya. Watajiri wanasema kwa 19 ama 18, recommandez-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir la libéralité, de la générosité,
de s'amasser ainsi pour l'avenir du trésor placé sur un fondement solide. Haleluya. Mpendwa, kwa hali ya kumtumikia Mungu kwa njia ya upendo, inabidi tuwe watu wakarimu. Tuwe watu ambao tumeweka majivuno mbali, ili utajiri wetu huu iwe ni msaada kwa wengine. Utajiri wetu huu iwe watu ya kufanya kwamba tuwe watu watafadhali wa kuweza kujiunga na wengine ndani ya matatizo, tukiwapanguza machozi. Haleluya. Lakini ikiwa ni utajiri ya kuwatembelea wengine, ikiwa ni utajiri ya kuangamiza wengine, Kristo haone upendo katika mambo haya. Na ndiyo maana unaangalia mfalme mwingine kwa kitabu cha Agano la Kale anasema yote ni vanite de vanite na yatapita. Labda mmemozalika kibahati, maana ni Mungu alipendezwa uzalike kwa hiyo familia ambayo ina vitu, imepata utajiri, na ni Mungu alipendezwa mwingine azaliki kwa hii family kama yangu ambayo haina lolote. Na sasa kwa ajili ya familia unaanza kutaka muendelee mbele, mfanye lolote, watu hao vilalo. Na mpenda na kuambia, vitu zozote Kristo atavilipa. Ikiwa amekubariki, hajakubariki, uwe nguzo ya machozi ya wengine. Manake kwa saa hiyo, kwa ajili ya baraka yako, mwingine hawezi kusema, hata kama vile lolote haonekani kama ni kiumbe cha Kristo, maana hana lolote. Upendo hufunika kila kitu. Upendo na ujadiliani ndiyo mapenzi ya Kristo. Na kama hii haingelikuwepo, basi kazi tunayoifanyia Kristo hayana matunda na hayana visinji zile zitakapodumu. Jina la Bwana wetu Kristo lipewe sifa. Ninataka kuleta aina nyingine ama mbinu nyingine ambayo inabidi tukayasanye ili tumtumikie Kristo Yesu. Ni ya kuweza kumtumikia kwa ajili ya capacity tunayo, kwa ajili ya busara tunayo, intelligence tunazo, na kwa ajili pia ya vitu tunazo mfukoni. Jina la Bwana lipewe sifa. Mpendwa, nilipendezwa kwamba leo hii tuweze kuongea kwenye lugha la Kiswahili pamoja. Maana yake ninajua mashabiki wetu wengi ambao walipendezwa kuwa nasi leo. Basi Mungu awabariki. Tunapoendelea kuongea kwa ajili ya lugha ya Kiswahili, tunabambana na tunajaribu, na kwa ajili ya Kristo yote inawezekana. Ninataka tuweze kusoma ndani ya kitabu ya Samueli wa kwanza. Tunasoma ndani ya kitabu ya Samueli wa kwanza. Poleni kwa watu ambao wanaendelea kupiga simu wakati tumeanza tayari kufanya kazi na Bwana. Hiyo sio vizuri mpendwa. Jua kwamba kila Jumapili tuna muda ya kuweza kutekeleza kazi ya Bwana, na haya sisi hatuwezi kufurahia wakati tunafanya huduma na wengine wanapiga simu. Mpendwa, kuwa na shuti ya kuangalia muda na wakati naendelea vipi. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunasema kwamba inabidi tumtumikie Kristo kwa ajili ya akili tunazo na vitu tunavyo. Biblia yangu inasema ndani ya kitabu ya Samueli wa kwanza mstari wake wa 9, ama Samueli wa kwanza 9 mstari wa kwanza na kuendelea mbele, lakini mimi nakusudia tuanzie tu mstari wake wa 3. Biblia inasema hivi kwa kitabu ya Kifransa: Un jour, les ânesses de son père s'égaraient et Kish lui dit: Mon fils, emmenez-le des serviteurs et part à la recherche des ânesses. Angalia mstari wake wa 4 anasema:
Saul parcourit la région montagneuse d'Éphraïm, puis le territoire de Shalisha, ça s'est trouvé. Ensuite, il traversait la région de Shalem sans succès, puis le pays de Benjamin, toujours sans trouver les ânesses. Arrivé au territoire de Choup, Saul dit au serviteur qui l'accompagnait, « Viens, nous allons rentrer, sinon mon père va s'inquiéter à notre sujet sans plus penser aux ânesses. » Napenda mstari wake wa 6. Hapa ni mtumishi wa Saul, mtoto wa mfalme Kish, ndiyo anaongea. Le serviteur lui répondit, attends, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu très considéré. Tout ce qu'il annonce arrive immédiatement. Tout ce qu'il annonce arrive sans faute. Allons le voir. Peut-être nous indiquera-t-il par quel chemin continue notre route. Mais le fils du roi Saul lui dit, d'accord, allons-y. Mais qu'est-ce que nous portons, qu'est-ce que nous porterons à cet homme? Nos provisions sont épuisées et nous n'avons aucun cadeau que nous puissions offrir à l'homme de Dieu. Il ne nous reste plus rien. Le serviteur lui répondit, il se trouve que j'ai encore sur moi une petite pièce d'argent, je me limite ici. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, watumishi kama na hawa leo hii wanakuwa wachache na sijui ni shida gani. Huyu ni mtumishi ambaye alitembea na mwana wa mfalme Kishi, na huyu aliitwa Saul. Wakati punda zao zilipotea, ilibidi waende wakizitafute, na hasa akichagua mtumishi mmoja wakitembea naye. Na huyo mtumishi mfukoni mwake mlikuwa shilingi kidogo, mlikuwa pesa ndogo. Walitafuta pahali popote, kama Biblia inashuhudia, hawakupata punda hizi. Lakini wakati ikafika, mtoto wa mfalme akasema turudi, na hata kama itamuuma baba yetu, acha tu turudi. Huyu mtumishi akatumikisha akili. Yaani watu wengine wana akili lakini hazisaidii katika kazi la Bwana. Anaona kwamba nikimshauria mtumishi wa Mungu huu nimemtajirisha, au nikimshauria atatoka kwa ile lengo lake mbaya alipo ndani. Kwa hali ya ukora atatoka, kwa hali ya wizi atatoka, kwa hali ya ukahaba atatoka. Basi ni vyema nimuache kwa hiyo hali ili kazi lianguke, labda mimi nitakimlia, ama mimi nitasucceed, wala mimi nitaendelea mbele na kazi hii. Watu wengi tunatembea nao wanaona ubaya wetu na hawataki kutusaidia kwa akili wanazo. Na sasa sisi tunatembea na huu ubaya katika kazi la Bwana. Lakini kwa zamani kale, wale ambao walikuwa wakishirikisha watumishi wa Mungu, wale ambao walikuwa wanasaidiana kazi, hawakukuwa tu wananyamaza waone vitu vikianguka. Walikuwa wanaweka akili zao. Hii pia ni mbinu ya kufanya kazi la Mungu katika hali za akili tunazo, tunazitumikia ili faida zimrudilie Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Mtumishi huu akamwambia mtoto wa mfalme, kuna mtu ndani ya area hii, kuna mtu ya mahali tulipo, tungelimuendea, labda anaenda kutuelekeza pahali tunaweza kupita, maana vyovyote anapovisema huwa. Jina la Bwana libarikiwe. Mpendwa, wakati tunapata watu kama na hawa ambao wanaweza kutuongoza katika hali la Kristo, kazi za Bwana zitasonga mbele. Tutakuwa tunamtumikia Mungu, sio tu kukuwa pastor
kumtumikia Mungu. Sio kukuwa shemasi ama vitu tofauti, hapana. Hata wewe Mkristo ndani ya hekalu la Bwana, una vitu ambazo unajua pastor halijui. Labda unajua ujenzi, labda unajua lugha, labda unajua kupiga vinanda, labda unajua vitu tofauti, na huyu mtumishi alipo havijui. Wakati unamsogelea, unamsaidia kiakili, mmekuwa nyinyi wote mmefanya kazi la Kristo Yesu, na kuna mshahara. Mpendwa, ninachokipenda, huyu baba hakukuja na akili peke yake. Maana mtoto wa mfalme akamwambia, tutamfuataje? Bwana, akiba yetu imefika mwisho, hatubaki na kitu chochote. Mtumishi akamwambia, mfukoni mwangu mna bado shilingi, twaweza kumpelekea ili akatuelekeze. Jina la Bwana libarikiwe. Maombi yangu ni kwamba ndani ya huduma yako, ndani la kazi la Kristo unazolipana, Mungu akuelekeze, akalete watu kama hawa ambao wanakusaidia kiakili, na pia mfukoni mwao wanaguswa, ili mfuate kusikia neno la Bwana na kuelekezwa kwa njia nzuri. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa muda kama na huu, watu namna hiyo hapa mjini Uganda wangelikuwepo, wa kuleta msara na hali ya maututi hivi wangelisaidiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Mpendo nyingine ni hii ambao Daudi alikuwa akimtumikia nayo Kristo. Hapa Daudi na watoto wa Asafu walimtumikia Kristo kwa hali hii. Maana yake walikuwa wanafanya nini? Wanamtumikia Mungu kwa hali ya sifa na maabudu. Haya ni kazi. Na hata kazi hii, kumtumikia Mungu kwa njia hili, kwa hali hii, ni nzuri zaidi. Mbinguni hakutakuwepo mahubiri, hakutakuwepo manabii, hakutakuwepo mafundisho, hakutakuwepo vitu tofauti. Lakini mbinguni kuna kusifu na kuabudu. Mpendwa, kuwa kama watu hawa ambao wanapata kibali cha kumtumikia Kristo kwa hali ya sifa na maabudu. Haleluya. Na hata tunaweza kuongeza mbinu nyingine ambao tunasema kumtumikia Kristo kwa njili ya ahasha ama ya ashas, protokole kwa Kifransa. Andrea na Philip walimtumikia Mungu kwa hali ya ashas. Walikuwa maashas, walikuwa maprotokole wa Kristo. Hata ukitaka kusoma ndani ya kitabu ya Jean chapitre 12 le verset 20 à 22, Biblia inasema nini? Jean chapitre 12 le verset 20 mpaka 20. Yohana 12 mstari wake wa 20 hadi 22. Biblia yangu inasema hivi. Tusome katika jina la Bwana. 20 inasema hivi. Vraiment je vous l'assure, qui reçoit celui qui m'envoie me reçoit moi-même, et qui me reçoit celui qui m'a envoyé. 21. Après avoir dit cela, Jésus fut troublé intérieurement, et il déclara solennellement, oui, vraiment je vous l'assure, l'un de vous me trahira. Les disciples de certains se regardaient l'un après l'autre. Ils se demandaient de qui pourrait bien parler. Mais bien le Seigneur, lorsque nous servons le Seigneur dans le fait des protocoles, là il est fort possible que tutaanza kujua hasha kazi yake. Unajua huyu anaangaliaje kwa ajili ya kazi ya Mungu? Huyu mtumishi anaonaje? Anamwangaliaje mtumishi huyu? Na Kristo aliposikia hii, akiongea
ndani ya miongoni wao ya watu hao mmoja wao atakuja kumsaliti. Ndani ya maasha kuna wengine wanasaliti mapastors. Mungu anakupatia kibali ya kukuwa asha, mwanaume, mwanamke. Sasa wewe ulienda na mbinu za kuchunga ili kazi la Bwana liendelee mbele. Unaanza kutafuta njia ya kumwangusha mtumishi, au unatafuta njia ya kumwangusha mjakazi. Unafananishwa na hao watu ambao Kristo alisema, miongoni mwenu kuna watu wataja kunisaliti. Hatuwajui maasha mko wengi ama washa tuko wengi. Lakini ukija na mbinu hizi za usaliti, za kuangusha watu ndani ya kazi la Kristo, hakika ninakwambia Yesu Kristo mwisho atakuja kukulipa, na hiyo itakuwa mbaya. Wale watu wanao kuangusha watumishi wa Mungu, Mungu kwa mwisho hatawaacha kamwe. Biblia inasema quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe et de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec assistance, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Mais Philippe akawaambia. Philippe alla dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, katika hali ya kumtumikia Mungu kwa njia ya waasha ama protocol, ipo baraka ya kukutanana direct na Mungu, ama na yule Mungu amechagua kusimamia mahali. Jina la Bwana lipewe sifa. Yaani kuna tofauti ya kumtumikia Mungu ndani ya moderation ama ya uongozi. Tunaweza kumtumikia Mungu kwa njia ya security. Tunaweza kumtumikia Mungu kwa njia ya kutafuta watu wa kusupport kazi. Yaani kuna njia tofauti zile ambazo tunaweza tukitumikia Kristo wetu Yesu Kristo, ama tunamtumikia Mungu kwa ajili ya kuunganisha ndoa. Vitu viko mingi zaidi zile ambazo tunaweza kufanya na kumtumikia Mungu. Kwa leo hii mpendwa, acha nikwambie kwa watu ambao mnastahili, wala ambao wanamtumikia Mungu kwa njia ya partnership, mpendwa, hata zaidi ninasema na wenzetu ambao wanapatikana Uganda. Haingelikuwa muda huu iwe kama muda tu ambao tumepumzika. Bado kanisa zimefungwa, lakini vibandwa hizo zinalipwa. Wenzetu ambapo hatuna mahali, ambapo hatuna udongo, hatujajenga mafasi zetu, inabidi kulipa. Hata kama makanisa zimefungwa miezi mitatu, lakini malandlord wanaendelea kudai. So partnership, tufanye kama ndugu huu. Tulete akili zetu na tuguse mfukoni mwetu ili kazi la Kristo lisonge mbele. Na pengine popote ambapo msimu huu hajashika, muda ndio huu ambao labda tungelifikiria, tungelinunua dongo tujenge, au tungelifanya vitu hizi, tungelisongesha masomo, tungelifanya vitu vingine tofauti, na haya yote kwa ajili ya utukufu wa Yesu Kristo. Mpendwa, mimi sijui unamtumikia Bwana kwa njia gani. Wewe pahali upo, kwa njia gani ndio unamtumikia Kristo? Je, unamtumikia Bwana kwa hali ya partnership, ama unamtumikia Mungu kwa ajili ya kuweka hazina? Unamtumikia Mungu kwa njia gani? Mpendwa, ninakwambia Kristo anahitaji watu wa kumtumikia. Kristo anahitaji watu wa kuja na mbele yake. Kristo anahitaji watu wa kusupport kazi kwa njia yoyote ile. Asingelikuwa tu ya kufikiria kwamba tuweze kusimama, tuhubiri Injili, tufanye maombi, tufunge na kuomba. Mpendwa, kando na hayo, vitu zipo zingine nyingi za kutumikia Kristo, na ukubwa wake yataendelea kuonekana. Acha Mungu akubariki mpendwa. Mungu akubariki pale upo.
ambao umejiunga nasi leo hii. Tumejaribu ingelivyowezekana, na mimi ninajua kwamba yale Kristo alitayarisha leo yameendelea kuwa faida kwako. Mungu akubariki unapojiunga na watumishi wake, unapojiunga na kazi zake, unapojiunga na ndani ya huduma ya wengine. Mungu atajiunga pia ndani ya huduma yako. Mpendwa, simama na usimamishe kazi ya Mungu. Simama na usimamishe watu wa Mungu, ili Mungu pia asimame ndani ya kazi yako, na haya yote utukufu na heshima zitamrudia yeye mwenyewe, maana anastahili. Shalom, shalom. Hata uendelee mpendwa kushare neno hili na wengine waweze kubarikiwa nalo, na Mungu akubariki unapo kuleta commentaire na vitu vingine tofauti, na hii yote ili utukufu na heshima, sifa zimrudie Mungu na ni yeye peke yake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa ajili ya watu wanapokutumikia kwa hali tofauti, wajaze nguvu na kibali tena. Baba, uwalinde na uwakili. Tembea ndani ya nyumba zao, hawangelifungukiwa na ghala. Yesu, wanyang'anyie, uwaponyeshe wagonjwa. Rabi wangu, Biblia inasema wewe unapenda wale wanapokupenda, na Yesu unajitukuza na unaonekana kwa wale wanakutafuta. Anza Jehova kujitukuza kwa ajili ya wanaofanya kazi lako, kwa ajili ya wanaoshirikisha kazi yako, kwa ajili Jehova wanaokusogeza kazi yako mbele. Na hao wengine Bwana ambao hawataweka mikono yao, uwaguse Mfalme, waweze kushirikisha Bwana wa majeshi mali yao, akili zao, vitu vyao, jamaa zao ndani ya kazi yako, ili utukufu kurudia milele. Katika jina la Yesu Kristo, Baba wa majeshi, tazama makazi zinasimama ajili ya hekalu lako Uganda. Mungu yao yote tunaiacha mikononi mwako. Ujitukuze Mwokozi. Muda ndio huu ya kuleta masapota, ya kuleta watu ambao wanaweza kuunga mkono kwa ajili ya kulipa vibanda za mkusanyiko ya watumishi wako. Baba, tunajua itakuwa vikali, vigumu zaidi hali hizi, lakini mwovu shetani hatashinda, maana tunakutegemea mlima ambao inaonekana mlima wetu ni wewe Yesu Kristo. Tunapokutegemea suluhisho zinakuwa, tunapokujia Bwana tunapata suluhisho. Ndani katika jina la Yesu ninaomba nikiamini kwamba Mungu aendelee na kubariki neno hili na wote ambao wanasikia. Shalom, shalom.